ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelekea wale waliokufuru anasema, falanudhiqannahum, kwa hakika tutawaonjesha. Falanudhiqanna, kwa hakika tutawaonjesha alladhina kafaru, wale waliomkanusha Allah, wakakanusha imani ya kuwepo kwake, wakakanusha kitabu chake, wakapinga nguzo zote za imani, ndio kukufuru kwenyewe. Tutawaonjesha adhabu kali. Falanudhiqanna alladhina kafaru, kwa hakika tutawaonjesha waliokufuru adhaban shadida, adhabu kali. Manake ni kuingiza motoni. Hakuna adhabu kali kushinda hiyo. Ni moto na yale yaliyomo ndani ya moto. Miongoni mwa yaliyoko ndani ya moto, sio kama vile wanavyosema baadhi ya watu kwamba ikishakuwa kitu ni cha kudumu kinazoeleka. Hakuna kuzoeleka. Allah kuchora taswira ya kwamba hakuzoeleki, anasema kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Kila zikiungua ngozi zao, moto umeunguza zile ngozi, tunabadilisha upya ngozi ili waionje vizuri adhabu. Yani automatic, huku kunaungua, huku Mungu anaitengeneza upya ngozi. Na ikatajwa ngozi maksudi. Ngozi jamani, ndio sehemu inaonja uchungu sana mwilini. Hii ngozi na mpaka chini yake kidogo, maumivu ni makali kuliko ndani ya nyama. Chunguza, hata unapochomwa sindano unaruka pale, ikianza kutoboa tu pa, wewe umestuka, imeshaingia ndani kiasi hiki, kule ndani ukusikia tena zaidi ya pale uliposikia juu inatoboa. Na mtu aliyebahatika kuungua, moto ukawa umemchoma ukababua ile ngozi, msikilize kidonda chake kinavyoleta shida. Maumivu ni makali kushinda yule aliyeungua sana mpaka akawa amefika nyama ikaungua. Allah akaitaja ngozi maksudi. Mishipa iliyoko chini ya ngozi inapeleka uchungu haraka sana na kwa nguvu nyingi sana. Kwa hiyo akasema kila ngozi itakapokuwa imeungua, imeiva, tunabadilisha nyingine, inaumbwa upya. Kila wakati inaumbwa upya, liyadhuqu al'adhaba, ili waonje adhabu hiyo. Wala najziyannahum, na tutawalipa kwa hakika aswaa, mabaya sana, kwa kiwango kibaya, alladhi kanu ya'malun, kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Yale waliokuwa wakiyafanya, malipo yake basi yatakuwa ni mabaya mno. Kwa nini yote hayo? Dhalik, yamepatikana hayo, jazau, ni malipo, aadaillahi, malipo ya maadui wa Allah, waliomfanyia Allah uadui. Malipo ya maadui wa Allah, annar, huo moto. Lahum fiha, ni wakwao humo, ya kwao wao, darul khuldi, nyumba ya milele. Moto nyumba, taswira ya moto kuwa ndio nyumba, makazi, manake makazi ya milele ni ya kwao, darul khuldi, makazi ya milele. Subhanallah, milele, hakuna kufa, hamna kufa tena. Siku hukumu ikipitishwa, watu wa kwenda motoni waende motoni na wapeponi waende peponi.
Allah atayaleta mauti kwa sura ya kondoo. Waulizwe watu, mnamjua huyu? Watu wakimuona watu wanasema tunamjua, kwa sababu kila mmoja alikushaonja mauti, sio? Kwa hiyo mauti alikushayaona yako vipi. Wataulizwa waambiwe nani huyo? Watasema huyo ni mauti. Mauti huyo huyu ndio yule kifo, huyu ndio huyo. Anachinjwa hadharani kifo. Maanake kifo amekufa, hayupo tena. Kitu kinachoitwa kifo hakipo. Kwa hiyo kama hakipo, watakao kwenda huku sasa, haya mmefika, na wanaokwenda huku mmefika, hakuna kufa tena. Mungu atulinde na shari ya moto. Lahum fiha darul khuld, ni ya kwao humo nyumba ya milele. Jazaan, hayo ni malipo. Bima kanu, kwa yale ambayo walikuwa, kwa vile walivyokuwa. Biayatina, hizi aya zetu. Yajhadun, wakizipinga. Kwa vile walivyokuwa. Biayatina, hizi aya zetu. Yajhadun, wanazikanusha, wanazipinga. Wakishaingizwa motoni, kuna watu watakokuwa wamekasirika na hali mbaya iliyowakuta. Allah anatoa mwelekeo wa jumla ya maongezi yao. Waqala, na watasema alladhina kafaru, wale waliokufuru wakampinga Allah. Rabbana, Bwana wetu. Arina, tuonyeshe. Alladhaini, wale watu wa aina mbili. Adallana, viumbe wa aina mbili. Adallana, waliotupoteza sisi. Minal jinni, katika majini. Wal insi, na binadamu. Wako binadamu waliotupoteza, tuonyeshe, na wako majini waliotupoteza, tuonyeshe ya Rabbi. Nataka kuona saa hiyo, kuona sasa hivi, ili asikupoteze. Na mbinu zote za kuwa tusipotezwe Allah ameshazitoa. Fanyeni hivi msipotezwe, njoni huku msipotezwe. Wakikupoteza semeni hivi. Sasa kutaka kuwaona kule kutasaidia nini? Arina ya Rabbi, tuonyeshe. Alladhaini, ile zile type mbili. Adhallana, ambazo zilitupoteza. Minal jinni, katika majini. Wal insi, na wanadamu. Naj'aluhuma, ili tuwaweke wote wawili. Tahta aqdamina, chini ya miguu yetu. Liyakuna, ili wawe. Minal asfalina, chini kabisa, wawe katika watu wa chini. Wapunguzie hasira yani. Tuwaweke chini, tujue ndio hawa, na sisi tumewakanyaga wanaungua chini yetu. Na wanazuona wanatufasiria kutaja hiyo chini, kwamba pepo kila zikitajwa zinatajwa kwenda juu, daraja za juu, sawa? Ndio bora bora bora. Moto kila ukitajwa chini, daraja ya chini, tabaka ya chini, manake ni ubaya zaidi zaidi zaidi. Sasa tuonyeshe, tuwaweke huku chini ya tabaka ya chini kuliko sisi. Lakini itasaidia nini? Lakini akishaweka huko chini ndo atakuwa yeye hakuchomwa, au amechomwa vile vile? Sio amechomwa. Kwa hiyo kuchomwa kuko pale pale. Lakini ndio Mungu anatueleza, ndio hasira zitakuwa zinawafanya waseme hivyo. Na wanazuoni pia wanatufasiria, waliotangulia wanasema, anapotajwa jini kupoteza, jini wa kwanza kutupoteza ni yule jini mkubwa. Nani? Ibilisi. Na akitajwa binadamu, kuna binadamu wa kwanza alianza kujenga uasi katika dunia, ni nani? Mtoto wa Adamu wa kwanza kabisa ndiye alianza kutengeneza maasi ya kwanza katika dunia. Hatusemi kukosea kwa Adamu kule kwenye majaribio. Katika dunia alianza maasi ni nani? Ni mtoto wa Adamu, kumuua nduguye. Makosa ya kwanza makubwa sana. Ya kule peponi tulishazungumza, kule kulikuwa ni majaribio. Watu wanapewa, Adamu alayhisalam anapewa mafunzo, yuko kwenye kozi, hajakabidhiwa jukumu la dunia. Imeeleweka? Tuko vizuri? Adamu alayhisalam lengo la kuumbwa ni kuletwa duniani.
kabla hajaletwa akawa anapewa mafunzo, akawekwa kwenye pepo ile, pepo ya mafunzo, sio jannatul khuldi, sio pepo hii ya kudumu, ya mafunzo. Akafundishwa hiki fanya, hiki usifanye. Akakosea, akafundishwa tubu, akatubu. Huyu ni adui yako, akamjua. Mwangalie sana adui yako huyo asije akakutoa, anapewa tahadhari. Lakini yeye kutoka ilikuwa lazima atatoka. Huyu mwangalie, atakuvuruga huyu, na kweli akamshawishi. Umemjua sasa na umetubu, ndio. Nendeni duniani ulikotakiwa kupelekwa mwanzo. Akaletwa huku na adui yake huku, na taarifa ikatolewa. Haya, kila mmoja kati yenu nyinyi ni maadui. Na tukaambiwa inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, shetani kwenu ni adui, mfanyeni adui. Kwa tayari taarifa zote zipo. Sasa mtu kuja kupiga kelele siku ya Rabbi nionyeshe yule alenifanyia ubaya yule, akae chini kabisa huko, wewe ndio utakuwa umepona, alafu ukupona. Na siku ya hukumu pia watu watalalamika, ya Rabbi huyu ndiye alitupoteza huyu. Ibilisi anakuja kupiga kelele na sasa inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq, Allah alikuahidini ahadi ya kweli ambayo anaweza kuitekeleza. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, mimi nilikuahidini maneno tu ambayo wala siwezi kuyatekeleza, kama nikakuacheni njia panda. Fala talumuni walumu anfusakum, msinilaumu mimi, laumuni nafsi zenu. Simlijua habari za Mungu? Ndio. Kwa nini hamkumsikiliza Mungu mkanisikiliza mimi? Lakini wewe ulitufanya hivi, kwa hiyo mlinisikiliza mimi mnanipenda sana, mimi nakwenda motoni, twendeni. Hataki kumfuata. Jamani, Qur'ani imechora picha yote, yaani tangu tunaingia huku duniani mpaka namna tuishi mpaka tutoke. Ni kujali tu, kujali mwongozo. Vijana, mwongozo tu, wapatikane vijana wawe ndio nguvu, wapatikane wazee wa cha Mungu ndio dira. Mwongozo upo, ndio barabara, tupite. Tuko pamoja? Allah subhanahu wa ta'ala akaichora picha hiyo. Watakavyolalamika watu waseme waliokufuru, wanasema naj'aluhuma, tuwajalie, tuwaweke, tahta aqdamina, chini ya nyayo zetu, chini ya miguu yetu, liyakuna, ili wawe hizo type zote mbili hizo za majini na wanadamu, minal asfalin, wawe katika watu wa chini, viumbe wa chini katika moto. Amekwisha tueleza habari za watu wa motoni, anatueleza na habari za watu wa peponi. Huu ndio ujumbe wa kuchukua, wa kufanyia kazi, tusije tukaja kulalamika. Allah anasema innal ladhina, kwa hakika wale ambao, qalu, wamesema, rabbuna Allah, bwana wetu ni Allah. Waliosema rabbuna Allahu, bwana wetu ni Allah, walisema namna gani bwana wetu ni Allah? Yaani ilikuwa ziko kila sababu za kutafiti mpaka kufikia kupata majibu. Maisha yao wakiletewa lolote lile, wakilikagua, hili mbona sio analotaka Allah, rabbuna Allah. Wakiangalia ulimwengu ulivyoumbwa, hivi kweli kuna anayeweza kufanya namna hii? Hakuna. Kama hakuna, basi rabbuna Allah, bwana wetu sisi ambaye anastahili kututuma ni huyu anayetulea Allah. Kwa kila kitu akijitizama mwili wake ulivyo, wa fi anfusikum afala tubsirun, nafsi zenu amjiangalie mlivyoumbwa. Falyanzur al-insanu ila ta'amihi, mwanadamu angalie chakula chake. Allah anasema anna sababna al-ma'a sabba, sisi ndio tumeshusha maji tukamwagia maji. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, kisha tukapasua ardhi kupasua, kuotesha mimea. Faambatna fiha habba, tukaiotesha mimea. Kazi yetu sisi kuweka mbegu tu tukafikia, tuna kingine? Kazi ya kumwaga maji ni sisi, kuifanya ipasuke ardhi yote ni sisi.
Sasa kila anakopitia akaangalia, anaona hata Rabbuna Allah. Jamani wakulima, swala la kuangalia mbegu ile ikiota linamkumbusha mtu Mungu vizuri sana. Na wafugaji nao wanaambiwa tunawatolea maziwa katika steji ambayo ng'ombe amekula majani, yameingizwa kule, yamefanyiwa msago, umefikia hatua kati ya kinyesi na kutengeneza damu. Yaani hatua hiyo hapa sasa, ima ichukuliwe kwa ajili ya chakula chake ng'ombe, kinachobakia kiwe mkutoka chini. Sawa sawa, hapa tunatengeneza maziwa safi. Unapaonaje? Kati ya kinyesi na kile chakula kitakachomfaa ng'ombe ndani ya mwili wake, kutengenezwa damu, kunatengenezwa kinyesi cha kutoka. Hapa tunatengeneza maziwa safi, watu wanakunywa, burudani, vitu vyote vimo ndani yake. Nani atakayeweza kufanya kazi hiyo? Allah. Kwa hiyo akiangalia yote anasema Bwana wetu ni Allah. Mvuvi akiingia baharini, bahari ilivyo na vurugu nyingi, lakini mtu anaweza akatembea na kadau kadogo, na kuna viumbe wanafujo kweli wakianzisha, kama wakilianzisha uendi, lakini hawamfanyi chochote, hawamfanyi kitu. Nyangumi we na kidau inakuaje bwana? Wapi? Acha kidau, hata meli wakitaka kuifanyia fujo, kama wamekaa 3 4 wakaichafua bahari kidogo, watikisa kweli kweli. Haya, kidau hiki kinaweza katiwa misukosuko na papa wa kawaida tu, lakini hawa wana mambo yao mengine. Unaingia, unachukua vitu unavyotaka, unatoka, basi Mungu anafanya anavyotaka. Tumefanywa sisi ndio makhalifa, wasimamizi, tunawaendesha wao wanyama tunavyotaka. Mote humu akaangalia, kila anapoangalia anakuta Rabbuna Allah. Sasa Bwana wetu ni Allah. Innal ladhina, kwa hakika wale ambao, qalu, wamesema, Rabbuna Allah, Bwana wetu ni Allah, ndiye anastahili kutumikiwa kwa sababu ndiye mlezi wetu. Sawa sawa. Thumma, kisha baada ya kuona hivyo Bwana wetu ni Allah, istaqamu, wakawa na msimamo. Msimamo upi? Istaqamu ala tauhidihi, wakawa na msimamo wa kumpwekesha. Istaqamu ala tanfidhi awamirihi wa tarki nawahihi, wakawa na msimamo wa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Wameshamjua ndio Bwana, wamekwishamjua ndio mlezi, hivyo sasa kilichobaki ni nini? Kutekeleza amri kwa kumfanyia yeye peke yake. Watu hawa wakishakuwa na msimamo namna hii, tatanazzalu alaihimul malaika, malaika huwashukia wakiwaambia nini? Alla takhafu, msiogope, wala tahzanu, wala msihuzunike. La takhafu fil mustaqbal, msiogope future yenu nyinyi, wala msihuzunike kwa haya ya nyuma. Katika maisha ya kawaida hiyo hali wanakutana nayo, na siku roho zikitoka ndio wanaona malaika wazi kuambia usiogope unakokwenda, wala usihuzunike kwa ulivyoviacha. Sasa kwenye maisha ya kila siku unaweza ukasema kweli malaika anamsemesha mtu, unaweza ukapata tabu kidogo. Je, shetani anakusemesha? Shetani anatusemesha? Hatusemeshi. Mbona mtu anasema bwana shetani ndiye amenifanya mimi nimefanya hivi? Ulimuona? Hakuna mtu aliyemuona, lakini tunakiri kwamba shetani anafanya hivi. Kama shetani ana uwezo wa kukuletea hiyo, na Mungu mwenyewe anasema anafanyia kweli, shetani anakufanyia kweli, mpaka Mungu anakuambia chukua kinga kwangu. Sasa kama shetani anaweza kukuletea ujumbe, malaika pia anaweza kukuletea ujumbe. Unapata ujumbe wa malaika uliotulia, unataka ujaribu huo, kuwa na msimamo katika kutekeleza amri ya Mungu. Nitakupa picha. Kuna mtu anaweza akapewa pesa imezidishwa kwenye kufanya miamala, akaichukua.
Mwingine anamrudishia, wala yule mtu hajui kwamba alizidisha. Kipi kilichomwezesha huyu akarudisha na yule akachukua? Huyu aliyekuwa ameirudisha, huyu pale pale atajisikia kuna kitu kimemfanya. Wewe bwana, sio yako hiyo, rudisha bwana, utakwenda kuulizwa bure akhera. Hapo malaika wanakuambia rudisha, na unakuwa na nguvu ya kurudisha. Lakini kwa yule mwingine malaika hawaji kwenye kazi hiyo. Atakuja mwingine sasa, anambia bwana, riziki tu imekuja, achana naye, nenda nayo tu. Riziki gani? Riziki mbovu hii. Hali hizo mbili zote zipo au hazipo? Zipo. Kwa hiyo ukiwa na msimamo wa kutekeleza amri ya Allah, baada ya kukubali kwamba Allah ndiye mlezi wako, malaika watakujia tu, utapata ufunuo wao, wanakupa mwongozo. Yaani ukitaka kufanya kitu sio hivyo, achana nayo. Una nguvu, unaacha. Mwingine hapati nguvu hiyo hata siku moja. Kwa nini? Hana msimamo. Anakuja ibilisi tu au rafiki zake ibilisi kuja kumwambia fanya hiki, atafanya kibaya tu. Tuko pamoja? Kwa hiyo Allah anatuzindua, anasema innal ladhina, kwa hakika wale ambao qalu, wamekwisha sema rabbuna Allah, bwana wetu ni Allah, baada ya kufuatilia kila namna za kuwafikisha kumjua bwana wetu ni Allah. Thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo sawa sawa kwenye kumpwekesha huyu bwana, kwenye kutekeleza amri zake huyu bwana. Wakishakuwa hivyo, majibu ndio haya. Nataka niwape siri moja, hata dunia nzima ikijua bado siri tu. Msimamo unaonekana kwenye vitu gani kwenye maisha yetu? Huu msimamo wako mpaka mwenyewe ujijue, mimi sasa hivi nina msimamo. Vitu vipi vitakusaidia kuujua msimamo? Vitu vyenye kusaidia ni pale unapoweza kuacha makatazo. Hapo unajijua, huu ndio msimamo. Kama mtu anaswali lakini makatazo haachi, bado. Lakini ukiweza kuacha makatazo, msimamo tayari. Usiseme uongo, ni wewe tu usemi. Usichukue riba, usichukue. Usifanye haramu yoyote, ufanye. Usinywe pombe, sinywe. Usizini, sizini. Mpaka natafuta mke njikinge, safi sana. Maana si unajiandaa, uwe una vitu vya kujiandaa. Usifanye hivyo. Utosheke na biashara yako halali kwa sababu hutaki haramu. Usisengenye, sisengenyi. Ukao unajiona kabisa, unajipima, alhamdulillah sisengenyi, alhamdulillah sifanyi hiki. Msimamo tayari hapo. Lakini vipimo hivi ukifeli, ujue bado hujakuwa na msimamo. Hata ukisema sijui nafanya hivi, mehiji tayari, lakini kwenye haramu bado hujaweza kuacha, msimamo bado. Umeeleweka? Siri kubwa ya kujipima mwenyewe, umeshakuwa na msimamo ya kujipima, ni kuacha makatazo. Alafu cha ajabu, makatazo wala sio mengi kuliko ulivyoruhusiwa. Tulivyoruhusiwa ni vingi sana. Maamrisho na vilivyoruhusiwa vingi sana, makatazo ni kidogo. Mfano ule ule kwa Adamu alayhisalam, kuleni, tembeeni, fanyeni mnachotaka, msisogee hapa. Pamoja tu na dunia iko hivyo hivyo, ni hivyo hivyo. Fanyeni hiki, yote mubaha, halali halali halali, hiki haramu. Vidogo na hiki vidogo vinahesabika. Hata vyakula vya kukatazwa kidogo na vilivyoruhusiwa kula vingi, lakini mtu anaona haridhiki mpaka ale kilichokatazwa. Nyama zilivyo nyingi kweli, mpaka ule nguruwe, mpaka ule kibudu. Aliyekufa ndio mzuri. Wanyama unao mwenyewe uchinji mpaka afe, ndio ule akufa. Ubakhili umekushika mpaka unakula nyama za kufa tu. Sijui naeleweka? Eleweka. Vilivyokatazwa ni kidogo, chunguza mwenyewe utaona. Sasa nini shida? Jipime kwenye makatazo, utaona msimamo unao. Ukishakuwa na msimamo namna hiyo kwenye kutekeleza amri ya Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, malaika huwashukia watu hawa tangu duniani mwanzo, wakipata bishara zao
na siku ya roho kutoka, ndio kabisa huyu hapa anakupa habari, usiogope unakokwenda. Wa abshiru bil janna, usiogope. Anawaambia la takhafu alla takhafu, msiogope kuhusu mustakbali wenu, wala tahzanu, wala msihuzunike kuhusu yaliyokuwa nyuma yenu. Wa abshiru, hapo roho inatoka sasa. Wa abshiru, nafurahieni, bil janna, pepo, allati kuntum tuadun, ile mliokuwa mkiahidiwa. Mtu mwema roho ikitoka anamuona malaika na kumfunulia huko, furahieni pepo. Kwa hiyo hata uchungu ule wa roho, si tunaambiwa kutoka roho sakaratul maut ni ngumu sana. Ni ngumu kweli. Lakini mtu akishaonyeshwa na kusikilizishwa yale mazuri, mpaka anapungukiwa na ile kero ya roho kutoka. Ni kanuni ya binadamu kimaumbile, yanayomfurahisha yanampunguzia maumivu ya yale yanayomkera. Kwa mfano, itokee mtu ana madeni mengi mpaka yamemchanganya kabisa, ajue afanye nini. Mara anaambiwa yule mzee wenu aliyekufa yule, unajua wewe ni katika mrithi mkubwa sana na ana mamilioni ya hela. Utaanza kujisikia umepona kabla hata hujarithi, hujapokea kitu. Unaanza kupona, unasema mambo yote yamekwisha sasa. Hujapata, lakini mambo yamekwisha sasa. Yamekwisha vipi? Hujapokea. Yale maumivu yamepungua kwa kupewa taarifa nzuri. Tuko pamoja? Ndio tulivyo, tumeumbwa tuko hivyo. Wa abshiru bil janna, furahieni pepo, wanaambiwa na malaika, allati, ambayo kuntum tuadun, mlikuwa mkiahidiwa siku zote. Malaika huwaambia watu hawa, nahnu awliyaukum, sisi ni marafiki zenu, fil hayati dunia, katika maisha haya ya dunia. Manake hapo tangu hata duniani hivi, na roho ikitoka ndo wanawakumbusha, tulikuwa wasimamizi wenu katika maisha ya dunia. Msiwe na wasiwasi, tunakuelezeni habari ya kweli. Tulikuwa awliyaukum, wasimamizi wenu, fil hayati dunia, katika maisha ya dunia, wa fil akhirah, na huko akhira pia tutakuwa wasimamizi wenu. Tuko na nyinyi huko. Sawa. Wanawaambia mambo hayo wakati roho zinatoka. Walakum, na mtapata nyinyi, fiha, katika pepo, ma tashtahi anfusukum, ma tashtahi, vitu ambavyo tashtahi, zinatamani, zinasikia raha, anfusukum, nafsi zenu, vile mnavyovipenda. Mtapata vyote mnavyovipenda. Halafu ya pili, walakum fiha, na mtapata humo ni vya kwenu, ma tad'una, mnavyovitaka. Nini tofauti ya hii na hii? Mtapata vyote mnavyovifikiria na kuvipenda, na vyote mnavyovitaka. Iko tofauti kidogo. Unachokitaka utakipata, na unachokitamani ndivyo unavyokipata. Siuona tofauti ipo? Unakipata hata unavyokitamani, namna ile unavyokitamani. Kuna taswira moja hapa ya kufurahisha sana. Kitu hiki nakitaka, lakini nilikuwa nakitaka kwa sura gani? Hiyo sura ulioifikiria kichwani ndio inaokuja kwako. Paka bwana mmoja akachora taswira, anasema yani hata mke na mume anaweza kuwa mmoja anamfikiria mwenzie amuone kwa sura gani, anamuona kwa sura hiyo time hiyo. Umeelewa au hujaelewa? Ole wako mke wako akatamani ya kuona una kitambi. Pengine sasa hiyo ametamani ya kuona una kitumbo, unajua mbona kwa hivi? Kumbe mwenzio ndo alikuwa anakufikiria. Kama ambavyo ungemfikiria wewe, pengine unamshape kwenye akili yako, unamshape, utamuona hivyo unavyomshape kweli. Sasa usichangae naye anakufikiria saa hizi nikuone. Sina yeye anatamani ya kuona hivyo. Mmenielewa? Kwa hiyo kile unachokifikiria katika mazuri yote, unavyofikiri nyama hii nilitaka ni ile ikiwaje, hivyo ulivyofikiria ikoje ndivyo unavyoipata. Matunda haya
Utapewa vitu kwa ladha zake kwanza, aina tofauti. Lakini kama ulikuwa umewazia, liwazia liwe lina pilipili ili hii tayari kwa kiwango hicho cha pilipili ulioifikiria. Ndio Mungu alivyotufanyia. Peponi hakuna kero. Wala kumfiha, na ni vya kwenu ndani ya pepo, ma kile ambacho au vile ambavyo tashtahi anfusukum, nafsi zenu zina tamani vile. Wala kumfiha, na pia ni vya kwenu, ma taddauna, vile ambavyo mnavitaka. Chochote unachokitaka utakipata kwa wakati huo. Nuzulan, ni mapokezi hapo, ni karamu hiyo, min ghafurir rahim, iliyoandaliwa na Allah mwenye kusamehe na mwenye huruma. Wewe umekaribishwa karamu na mtu mkubwa, si kila kitu unakuta kipo. Lete hiki, mna watu wa kukuandalia, si ndio? Sasa nuzulan, hii ni karamu ambayo imeandaa Allah, tena ya siku zote. Mapokezi aliyoandaa Allah siku zote ameandaa mwenyewe hivyo. Kwa hiyo lazima upate kile unachokitaka kwa namna uliofikiri. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipoitoa taswira ya pepo, alitoa fiha ma la ainun ra'at. Ndani ya pepo kuna vitu ambavyo hakuna jicho lililopata kuona. Maana vitu vyote ulivyokwisha viona kule, kuna vitu hujaona wewe. Wala udhunun sami'at, wala sikio ambalo limepata kusikia. Kubwa zaidi hiyo. Hata hujapata kusikia kwa sura hiyo utakuta vipo. Wala khatara ala qalbi bashar, wala haijawahi kutokea kwenye kufikiria pia kwenye moyo wako. Yale unayowaza, si unawaza haya mambo unayojua hapa, ya kule yako mengine hujayajua, utayawazia vipi? Kwa hiyo ni kuleta taswira tu, kufikiri tu. Hebu nikupe mfano hai. Wewe unaweza ukafikiri asali iwe inatembea mtoni, mto mzima wa asali. Asali hii tunaoichukua kwenye kidumu namna hiyo, ukanunua kwa hela nyingi, tena unajaribu uzuri wake, inanyoka kidogo. Hii nyuki wamepata kazi kubwa kweli kutengeneza. Unaambiwa mto mzima wa asali unapita. Paka mmoja akasema, sasa nioge au nifanyeje? Au sioge? Umeka yale macho ya furahi. Asali ikiwa nzuri inafurahisha machoni. Macho yako tu ya furahi, utainywa hivyo hivyo, pengine utaingia kidole tu urambe tu namna. Lakini unaiona raha vile inavyopita mtoni. Asali kwenye mto. Ndio mambo ambayo huwezi kufikiri hayo. Huwezi kufikiria hata siku moja. Allah ameandaa mto wa asali. Maziwa, mto mzima unapita wa maziwa. Hayana kuchacha, hayaharibiki. Hii vitu vya ajabu sana hivi. Lakini ndio kweli. Aliyezungumza ni nani? Ni Allah. Akili yako haiwezi kufika. Na ni lazima ukubali kwamba sio kila kitu akili yako imefikia. Akili yetu imefika kwenye mambo haya tu. Lakini kuna sehemu akili haifiki. Inategemea ufunuo tu. Hayo ndio mambo ya watu wa peponi. Baada ya kutueleza habari ya watu wa motoni, akatueleza na mambo ya peponi. Anahamia kidogo ili ufikie pepo sasa. Ili ufike huku kuzuri namna hii. Waman ahsanu qawlan, ni nani ahsanu qawlan, aliyeongea maneno mazuri. Man, nani? Ahsanu, yaliyo mazuri sana. Qawlan, maneno aliyoyasema. Mimman, kumshinda yule ambaye daa ila Allah, aliyewaita watu kwa Allah. Nani aliyepata kuongea maneno mazuri kumshinda aliyeita watu kwa Allah? Maneno mazuri ya kukupeleka peponi. Umemuita mtu wewe kwa Allah, yani kama mchana kutwa umeongea maneno mengi, lakini hukupata hata neno moja la kumuita mtu kwa Allah. Unaambiwa maneno yako yote yale bure tu, ukapata moja tu, hili zuri kuliko yote ya mchana kutwa. Sawa sawa. Waman ahsanu qawlan, ni nani atakayekuwa ameongea maneno mazuri. Mimman, kumshinda yule ambaye daa ila Allah, amewaita watu kwa Allah. Wa amila saliha, na akafanya matendo mema. Nani atakayekuwa mzuri kumshinda huyo? Matendo mema.
ni yale yanayomridhisha Allah. Sawa sawa? Na ndicho tulichoumbiwa duniani. Tumeumbwa kwa kazi moja tu ya kufanya mema. Ndio tulichoumbiwa. Na watu watakapofika kule wakiwa hawakufanya mema, watajuta, watasema rabbi rji'uni, ya rabbi nirudisheni, la'alli a'malu salihan fima taraktu, huenda nikafanya mema kwa vile vitu nilivyoviacha huko, nirudisheni. Lakini kwa wapi maneno haya? Yatasaidia nini wakati huo? Hayasaidii kitu. Jamani, duniani tumeumbwa kwa kazi tu, kazi tu mfululizo, na kazi yenyewe aliyoitaka Allah ni hiyo njema. Sawa? Akhera ni malipo, na Mungu ameandaa malipo kama hivi alivyotanguliza kuyasema. Sasa kama duniani tumeumbwa tufanye kazi na kazi yenyewe ni hiyo ya Allah, si tukafanya kazi zetu, huo ndio mtihani. Hatukuumbiwa kazi zetu hapa. Kazi zetu tunazifanya zitufikishe huko tunakotakiwa. Ukitafuta riziki yako ya halali, ndio umo kazini, ndio kazi ulioumbiwa. Unahudumia familia yako, ndio kazi ulioumbiwa hiyo. Hapa tunasema namna hii, ndio kazi tulioumbiwa. Nyinyi mnasikiliza, ndio kazi yenyewe tulioumbiwa. Lakini mtu amekaa anapiga kelele zisizokuwa na msingi, ya sio ya kwa yao, umefanya ni ya kwako wewe. Haya fujo tu hizo unafanya duniani, na zitaulizwa. Utaulizwa, ndio kazi niliyokupelekea duniani? Kubeti ndio kazi niliyokuletea duniani? Una beti tu wewe, taka pesa ya bandia, uongo. Pombe ndio kazi ulioletewa duniani? Hapana. Waman ahsanu qawlan, ni nani atakayekuwa ameongea maneno mazuri, mimman, kuliko ambaye daa ila Allahi, ameita watu kwa Allah, wa amila saliha, na akafanya yaliyo mema, wa qala, na akasema innani minal muslimin. Maneno yake wakati akifanya hivyo, manake hahitaji shukrani. Mimi nimefanya hivi kwa sababu ni katika Uislamu, tumeamrishwa hivi, ndio kazi yangu. Sawa sawa? Hiki ninachokifanya ni kwa sababu ndio kazi yangu, najisalimisha kwa Allah. Tuko vizuri? Sio lazima mpaka kila kitu awe amesema hivyo, hata yale matendo yake yanaonyesha hivyo. Na ikitokea ameulizwa, bwana tukulipe nini? Hii ni wajibu wangu kufanya. Hataki hata shukurani, hataki. Basi tu umemshukuru, ndio binadamu, na kila mmoja ashukuru akifanywa wema, si ndio? Lakini lengo lake kilichomfanya afanye hivyo, minal muslimin, ni katika waliojisalimisha kwa Allah, anafanya kazi yake aliyoumbiwa. Sawa? Mambo ya kutupeleka peponi hayo. Sasa akatuambia maneno mengine. Allah anasema wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, wala hawezi kuwa sawa alhasanatu, wema, wala sayyi'a, wala ubaya. Haviwezi kuwa sawa, haviwezi kufanana. La tastawi, haviwi sawa, alhasanatu wala sayyi'a, wema wala ubaya, haviwezi kuwa sawa hivi. Hata siku moja haviwi sawa sawa. Wema na ubaya haviwi sawa. Ni vitu viwili, rangi mbili tofauti hizi. Tuko vizuri eh? Tofauti. Wema, ubaya, vitu viwili tofauti. Sasa kwa kuwa havifanani, msikilize Allah. Ikitokea kuna ubaya, idfa, wewe ondoa ubaya, billati hiya ahsan, kwa namna ile ambayo ni nzuri. Tumia uzuri kuondolea ubaya. Jenzia wako hivyo, ubaya mpaka ikatafuta ubaya ubwela, sijui imekusudia ndio hiyo, hata sielewi. Sijui ndio hiyo. Maana naona kuna terminology nzito za ubaya. Akufanyia ubaya umfanya piga. Wanakumbushana hivyo tu. Jamani, kizazi kinakwenda ovyo, inabidi wasogee karibu ya wazee. Vijana, lugha za kwao zinapeleka ubaya sana. Hauwezi kuwa sawa wema na ubaya. Agizo la Allah linasema ondoa ubaya kwa wema. Ubaya kwa wema siku zote unalipa.
Ubaya kwa ubaya haulipi, unatia hasara tu, hakuna anayefaidika. Lakini ubaya kwa wema lazima utalipa. Umemfanyia wema huyo, alafu utarudi na kwako wema, lazima. Kama hukurudi kwako direct, utarudi kwa mwanao, utarudi kwa kizazi chako. Wema ndio uliotakiwa, lazima ulipe. Vijana wamesahau hiyo. Ubaya haulipi, haulipi. Idfa, ondoa ubaya, billati hiya ahsan, kwa lile ambalo ni zuri, jema. Ndio Mungu anavyotaka. Na kwa kuwa moyo una ugumu, unasikia tabu kuondoa ubaya kwa wema, maumbile hayataki, sikiliza agizo la Allah. Ukiondoa ubaya kwa wema, faidha, mara tu, alladhi, yule ambaye, bainaka wa bainahu adawa, kati yako wewe na yeye kuna uadui. Ukiondoa ubaya kwa wema, kaannahu, atakuwa kana kwamba yeye, waliyun, ni rafiki, hamim, wa kukupenda, kukuonea huruma, kukuonea uchungu. Utamgeuza, imelipa haijalipa. Ukiondoa ubaya kwa wema, Allah anasema mara tu utamgeuza yule aliyekuwa mwanzo kuna uadui kwako na yeye, awe kama rafiki ambaye ni wa kukuonea uchungu na kukuonea huruma kila wakati. Anayesema hivyo ni yule aliyetuumba. Yaani itokee umemfanyia mtu ubaya, akaona unao uwezo wa kulipiza. Sio umefanya wema kwa sababu ya unyonge tu. Nimesamehe nitafanyaje, nimemsamehe nitafanyaje. Sio umemsamehe utafanyaje. Una uwezo wa kumlipiza, lakini basi. Na kesho umechinja na mbuzi, ukampelekea na mbuzi. Jamani, nilivyomfanya bado ameniletea nyama, isijekuwa ina sumu hii. Ana wasiwasi yeye. Sasa anakata kidogo, anampa paka, alafu amwangalie paka amekula mzima, ana wasiwasi. Hivi kweli ameniletea nyama? Hebu mkatie nyingine paka. Akatiwa tena paka, inaoshwa mpaka na maji ya moto kwanza, baadaye anapika safi kweli. Imekuwaje? Yaani yale niliyomfanya yale. Siku ya pili akikuona anakusalimia, vipi bwana, hali yako bwana? Nzuri bwana, salama, mmeamka salama? Salama. Siku nyingine amechinja tena amekuletea. Umeshamgeuza. Umeondoa ubaya kwa wema. Lakini kama ungeondoa ubaya kwa ubaya, hata msingesalimiana tena, ingekuwa ni visasi tu. Wema unalipa. Ndugu zangu, kwa mnasaba, hebu niwakumbushe vijana kwa ujumla, sifa 4 za manabii, ondoka nazo. Ziko nyingi, lakini nataka hizi 4 hizi zinalipa kwa kweli katika maisha yetu. As-sidqu wal amana was-sabru wal haya. Sidqu, kaa vizuri. As-sidqu, ukweli. Wal amana, uaminifu. Pacha hao, kweli na uaminifu. Was-sabru, subra, uvumilivu. Wal haya, kuwa na haya, kuwa na aibu. Sio uso mkavu. Watu wanaambiana muonyeshe uso wa mbuzi tu, wanafundishana ubaya. Huyo bwana muonyeshe uso wa mbuzi tu, na ukiona unashindwa akapige bangi kidogo, alafu anafundisha na kuvuta bangi ili ufanye vibaya. Kumbe ingekuwa kuna ukweli ndani yake, kuna uaminifu, kuna subra, kuna na haya, ingelipa. Sifa hizo 4 ondoka nazo hizo, ziandike kwa wino wa dhahabu. Ukweli, uaminifu. Uaminifu manake kinyume chake ni usaliti. Usaliti kwa namna yote ile. Uaminifu kinyume chake usaliti. Khiana inaitwa. Majumbani, nyumba nyingi zinaharibika kwa kukosekana hiyo. Unaondoka ukweli, halafu uaminifu. Niliona clip moja, pamoja na kwamba wenyewe lengo lao kuchekesha watu na nini, lakini ilikuwa ina ujumbe mkubwa sana. Ujumbe ulikuwa uko hivi: bwana ana simu yake na amenunua hizi earphone ambazo
ziko zimejitenga hizi, unaweza ukakipachika tu bluetooth zile. Sasa kimoja anacho yeye masikioni, amesahau cha pili kakiweka wapi, kumbe kakivaa mkewe. Basi anazungumza yeye mambo yake huko, anajipanga tu, kumbe mke anamsikiliza, tukashusha nguo hapa, haonekani, anafanya kazi zake. Nitakuja. Mengine haitikia, anasema yule tu. Mke anasikia naye yote. Baada ya muda kidogo amekata simu, anambia, unajua leo wife nitakuwa na kazi, itabidi niondoke, nitakuwa sitorudi leo. Bwana. Kwa hiyo unataka kuondoka sasa hivi? Haya, akatoa kile kidude bile. Ulikuwa na wewe? Anaendelea na kazi yake. Yaani umesikia yote? Akasema sikusikia, sijasikia kitu. Sijasikia kitu. Hujasikia kitu? Sijasikia kitu. Kazi hawezi tena, hakuna kazi, hawezi kwenda sasa. Sasa yeye ndo anamwambia, vipi huendi? Basi. Basi. Angalia vitu walivyokuwa wanataka kuvifanya. Yaani ule ujumbe namna ile ni vitu vipo. Sasa hebu niambie, kama watu wanaishi maisha yale, nyumba kweli itakuwa nyumba? Haiwezi kuwa nyumba hii. Na kesi nyingi tunazisikia za ndoa, ukizidadisi utakuta kumekosekana ukweli, uaminifu. Kabisa. Moja ndio inakuja na hiyo hatua ya tatu, subra. Pengine mwanamke kidogo amekosa subra kwenye jambo fulani analolitaka, anampresi mumewe kufanya. Mimi namwambia hivi, mimi sijamkatalia, lakini bado haijakaa vizuri. Yeye amekosa subra, wanagombana. Lakini hizi mbili, ukweli na uaminifu, nyumba nyingi zimevurugika. Vijana bebeni hiyo. As-sidqu, ukweli, wal amana, uaminifu, was-sabru, subra, wal haya, kuwa na haya. Hivi vitu vinalipa. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, ni nani atakayekuwa ameongea maneno mazuri kushinda yule ambaye amewaita watu kwa Allah. Wa amila salihan, na akafanya yaliyo mema. Waqala, na akasema, innani minal muslimin, mimi nafanya haya mimi kwa ajili, najisalimisha kwa Allah, Muislamu mimi, ni wajibu wangu kufanya. Wala tastawi alhasanatu, wala haviwezi kuwa sawa wema wala sayyi'a, wala ubaya. Wema na ubaya haviwezi kufanana. Idfa, ondoa ubaya, billati hiya ahsan, kwa namna ile ambayo ni nzuri. Manake ondoa ubaya kwa wema. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, maratu yule ambaye bainak, kati yako wewe, wa bainahu, na kati yake, adawatun, kuna uadui, utamuona kaannahu waliyun, kama vile ni rafiki mpenzi hamim wa kukuonea huruma na uchungu. Utamuona hivyo, maanake Mungu atajalia atageuka huyu, kwa kuwa ni kazi moja kubwa hiyo. Msikilize Allah anavyosema, wama yulaqaha, hawawezi lakini kufikia hivyo, illa alladhina sabaru, ila wale wenye kusubiri, wenye kuwa na subra ndio watafikia hatua hii. Umeona subra inalipa. Wenye kuwa na subra wanaweza kuondoa ubaya kwa wema. Wasiokuwa na subra atakwambia mpe tu, ubaya tu. Sikiliza nyingine Mungu anaoizungumza, wama yulaqaha, wala hawezi kufikia nafasi hiyo ya kuondoa ubaya kwa wema, illa dhu hadhin adhim, ila mtu mwenye nafasi kubwa mbele ya Allah ndio ataweza kazi hii. Manake anayefanya hivi ana hadhin adhim, ana nafasi kubwa sana mbele ya Allah. Ni mtu mwenye bahati sana kwa Allah, huyu ni mtu bora sana, ameweza kuondoa ubaya kwa wema. Ni mtu mbele ya Allah ametiwa tiki, wewe sawa wewe. Kwa hiyo inahitaji subra, juhudi. Na kwa kuwa ni jambo gumu na Ibilisi ndio kazi yake kuharibu watu, msikilize Allah, wa imma, na pindi yanzaghannaka minash shaitani,
atakapokupuliza, unapokuja upulizo minashaitani, nazghun yanzaghannak, umekuja mazimbwe yale, nazghun ya upulizo wake shaitani. Ukiuona upulizo huo umekuja, manake ni wasiwasi huo, amekutengenezea wasiwasi shaitani. Fasta'idh billah, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Mungu anatufundisha hivyo. Pindi unapoona tu nazaghaka shaitan, yanzaghannaka, umekufikia wewe, minash shaitani, kutoka kwa shaitani, nazghun, wasiwasi wake. Fasta'idh billah, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Innahu, kwa hakika Allah, huwa samiul alim, ni mwenye kusikia sana na ni mjuzi sana. Maanake kuna vitu kwa shetani wewe huviwezi, Allah anaviweza, ni mjuzi, akakufundisha. Sema hivyo. Allah anatupenda. Kuna mambo yani anakwambia hiyo nipe mimi niifanye, uiwezi wewe. Shetani huyu anavurugu, humwezi katika hili. Upulizo akikuletea wewe huna ujanja, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sasa kazi gani? Kuna kazi ngumu? Kazi ngumu kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim? Hamna kazi ngumu. Mungu anatupenda. Alipotupa neema tunahitaji kushukuru. Msikilize anavyotuambia kidogo tu, sema alhamdulillahi rabbil alamin. Ingebakia unatafuta wewe kumshukuru Mungu, ya Rabbi sijui nikufanyeje, ya Rabbi unipe mkate wangu wa daima, sijui nifanye hivi, sijui nifanye, maneno mengi ungesema. Lakini sema alhamdulillah tu, inatosha. Imenikumbusha kitu, jinsi Mungu anavyotupenda. Alipotuambia hivi, tena hili inasemwa sana na watu, wanasema Mungu mwenyewe anamsalia mtume. Nasikia kwa hiyo Mungu mdogo kuliko mtume, watu wanasema hivi. Allah anatupenda alipotuambia hivi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, hakika Allah na malaika wake wanamswalia mtume. Hiyo kumswalia mtume manake nini? Ilikuwa wanatakiwa wajue hivyo, sawa? Kumswalia mtume manake ni kumrehemu. Allah anampa rehma mtume wake, malaika wanamuombea rehma, Allah anatoa rehma. Sikiliza anapotupenda. Ya ayyuhalladhina amanu, nyinyi mlioamini, sallu alayhi, mswalieni. Tumswalieje? Na maswahaba waliuliza hivi, sallu alayhi, mswalieni, wasallimu taslima, nampeleke rehma nyingi na amani nyingi. Ya Rasulullah, tumswalie vipi mtume? Akasema semeni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hivyo sawa? Sasa tunaposema Allahumma salli ala Muhammad, ndio sisi tumemswalia au tumemrudishia Mungu? Tumemrudishia Mungu. Allahumma salli ala Muhammad, Mwenyezi Mungu mrehemu Muhammad, ni yeye au ni sisi? Umeona? Kila alichotaka tukifanye sisi bado sio, hatukiwezi sisi, tumemrudishia yeye. Ya Rabbi mrehemu mwenyewe, wala sisi hatuwezi. Kama wewe ndio mrehemu, alafu anatulipa kwa kufanya hivyo, ni mapenzi sio mapenzi? Mswalieni mtume. Vipi? Allahumma salli ala Muhammad. Allah mswalie mtume, unamrudishia yeye mwenyewe. Yeye amekwambia fanya wewe, alafu wewe unaambia fanya wewe. Maanake wewe huwezi, fanya wewe mwenyewe, ulenituma. Subhanallah, huyu ndio Allah. Kwa hiyo wale wasiojua maana ya kumswalia mtume, labda wakisikiliza maneno kumswalia mtume, manake sisi tumeagizwa tumuombee rehma mtume, na rehma zenyewe tunamwambia Allah mrehemu mwenyewe. Sawa sawa, wewe mrehemu ya Rabbi, sisi tunakwambia ya Rabbi mrehemu mtume wako. Tunapomwambia Allah mrehemu, anaturehemu na sisi tena mara 10. Tuwe hivyo. Maagizo, Uislamu mwepesi. Basi tu mtu akitaka kufanya fujo, inna dina yusrun, mtume anasema dini nyepesi. Walan yushadda dina ahadun illa ghalaba, hatoitia uzito mtu dini ila itamshinda. Nyepesi au sio nyepesi? Unaambiwa ukijisaidia nawa, utake kunawa, lakini alafu unapiga deki choo na maji mengi na sabuni. Wewe huku kulikotoka vitu vyako, mbona unawe?
Haikueleweka? Imeeleweka? Mtu anapiga deki nyingi sana na sabuni na nini na nini, lakini yeye mwenyewe hakuweka maji hata kidogo. Ukimwambia mbona ukuchukua maji au mbona usikusikia hata maji? Nilikwenda haja ndogo tu. Haja ndogo haikutoka kwani hapo? Imetoka. Hakutii maji hapo mbona huko ulikokwenda umetia maji? Na usipotia maji kutanuka. Basi na huku pia kutanuka hivyo hivyo. Imeeleweka? Ni nyepesi sio nyepesi? Mungu anavyotutaka tukitaka kujisaidia tujistiri, tujifiche. Mtu anaacha kujificha alafu anazunguka kwenye basi, amezunguka kwenye basi alafu anaangalia. Nini? Si ungekwenda kujificha, watu wamesimama. Nenda kule kwenye vichaka kule. Sasa unaangalia kitu gani na wewe umekwenda mwenyewe hapo? Eti amechukuka kwenye basi. Muongo tu, unatudanganya. Dini nyepesi, nzuri, ina mambo kwa kweli, ina maadili. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.